Wafanyabiashara wa soko la Pugu jijini Dar es Salaam wameiomba serikali kuwasaidia kuwatengenezea barabara inayoingia katika mnada huo, kuingiza ng'ombe kutokana na hali ya magari kupata changamoto mbalimbali ikiwemo pamoja na ng'ombe wao kufariki na hali inayopelekea magari kushindwa kuingia na muda mwingine kutumia umbali mrefu kutokana na barabara hiyo kuharibika kwa kiwango kikubwa. Hivyo wafanyabiashara hao wameiomba serikali iweze kuwasaidia kuwarekebishia barabara hiyo ambayo ni kero yao, inawafanya washindwe kufanya biashara zao katika hali ya uangalifu na hali nzuri zaidi. Hawa hapa wafanyabiashara na wakazi wa eneo hilo, baadhi yao wakielezea changamoto wanayokutana nayo ya usafiri kutokana na miundombinu hiyo ya barabara kuharibika kwa kiasi kikubwa na kutokuwa na matengenezo ya muda mrefu. Hawa hapa wakielezea, karibu tuwasikilize. Kwa jina naitwa Amiri Juma, ni mdau wa mnada wa Pugu mnadani, ni mfanyabiashara wa pale. Kwa kweli tunaiomba serikali, hiki kilio cha barabara ya hapa inatusumbua sana, tunaomba serikali itusaidie. Hiki kilio chetu ni cha muda mrefu sana, tunapata shida sana na hii barabara. Barabara hii hata ukimwambia mtu kwamba hii barabara ndio inaelekea kwenye mradi mkubwa wa serikali wa SGR, mtu hawezi kuamini. Ukimwambia hii barabara ndio inaelekea kwenye mnada wa kimataifa wa Pugu, mtu hawezi kuamini. Ukimwambia mtu hii barabara ndio inaelekea kwenye station ya reli ya kati, mtu hawezi kukuamini kwa jinsi mazingira yalivyo hii barabara. Kwa hiyo tunaiomba serikali yetu mtusaidie, hii hali tuliokuwa nayo hapa sio nzuri. Mifugo yetu kwa kweli inakufa kwa kipande kidogo sana. Kutoka hapo kwenye lami hapo kwenda mpaka hapo ni kiasi cha kilomita 2 na pointi. Kinaua mifugo inavunjika, tunapata hasara. Kwa kweli tunaiomba serikali yetu mtusaidie, hii kero iweze kuondoka. Tunapata shida sana na hii barabara na imekuwa ni kero endelevu, ni miaka mingi hii barabara hamna uangalizi wa kueleweka. Kama hivi mnavyoviona vifusi wameweka hapa. Vimewekwa vifusi, hakuna kinachoendelea. Ndio hivyo, gari zinapita kwa shida, watu wanapita kwa shida, daladala zinapita kwa shida. Kwa kweli ni tabu tupu. Tunaomba serikali yetu mtusaidie hili swala liweze kutatuliwa. Asanteni. Kutoka mikoani kuleta hapa Pugu mnadani. Kero yangu mimi na kero ya watu wengine, kero kubwa zaidi kuhusu eneo letu la mnada. Sio kwa sisi wafanyabiashara tu, bali hata watu wanaokuja kununua ng'ombe wanaotoka nchi za watu na wanaotoka labda maeneo mbalimbali ya Tanzania kuja kununua ng'ombe hapa. Sasa hivi hapafikiki kwa sababu barabara ni mbovu ya kutoka Gongo la Mboto kuja hapa. Ukiangalia miundombinu ya hapa Pugu mnadani, hata sehemu ya kushushia ng'ombe vile ni tatizo, ni mbovu. Watu wanavunja ng'ombe miguu kwa ajili ya kuteremsha, baadaye anauza mtu ng'ombe kwa hasara. Ukija sehemu ya vyoo labda huko chooni na sehemu ya kunyweshea ng'ombe humu ndani maji hamna. Na hili tatizo lipo kwa muda mrefu. Sasa sisi ni kero zetu tunazitoa. Ukizunguka eneo la mnada ndani ni pabovu, ni pachafu. Ukizunguka eneo la mnada kwa nje mtajionea ni pabovu, kuna uchafu mwingi sana. Kwa hiyo kero zetu sisi ndo hizo zilizojikita hapa. Changamoto ya muda mrefu sana, hususa kwa masuala ya usafirishaji wa ng'ombe, gari zinakuwa zinakwama. Kumbuka hii barabara inabeba uzito mkubwa sana, magari ya ng'ombe. Kuna abiria gari kama unavyoona, gari ndogo hizi hapa zinakuwa zinashindwa kupita kutokana na udhaifu wa barabara. Kwa hiyo kero yetu si ni hiyo, inapanikio na muda mrefu ni barabara. Kilio tunalia kwa serikali jaribu kutazama kwa upande wa pili na sisi upande wa Pugu. Kumbuka Pugu mnadani, Pugu ndio soko la mwisho la ng'ombe. Kwa hiyo jaribu kuangalia kama ni mapato na huko yanatoka, na sisi tunaonesha shirika katika serikali. Kwa hiyo na sisi jaribu kuangalia katika ile wakazi wa Pugu mnadani tunapata tabu kwa sababu ya barabara kama hivi imekuwa kero. Kwa hiyo hivyo kero yetu kubwa ni barabara. Na wewe hapo unafanya nini? Mimi hapa ni mama kujitolea, ni kama mwananchi tu, soma silipwi, asiajiriwa, sijatumwa. Yaani nimejitolea sababu ya kero zinazotokea huku. Kwa hiyo nimeamua tu kufanya hivyo, msaada kujitolea nikiwa kama mwananchi raia wa Pugu. Mimi hapa ni mama kujitolea, ni kama mwananchi tu, soma silipwi, asiajiriwa, sijatumwa. Yaani nimejitolea sababu ya kero zinazotokea huku. Kwa hiyo nimeamua tu kufanya hivyo, msaada kujitolea nikiwa kama mwananchi raia wa Pugu. Nadhani tangu mazingira yalivyo hapa, mwenyewe unaona dada. Mazingira yalivyo kama hivi, napata shida kila siku jinsi ya kupita. Kwenye magari wanapata hasara sana hapa. Mbona bwana, kweli hususan kuhusu hii kero hapa imekuwa endelevu. Hatujui sisi msaada tutapata wapi. Sielewi bwana. Sasa tuli msaada sisi tutapata wapi? Kwa sababu yani tangu bila mrefu barabara wanadai barabara ya ng'ombe. Wanadai si barabara, sio kunatazama kuna kufanya hivyo. Kwa sasa sijaona mimi sababu ya kukosa kututengenezea tarafu road tu, basi tusaidie.
Kwani hizi kero zimekoza muda mrefu sana. Tusaidieni bwana. Wanadai barabara ya ng'ombe, wanadai si barabara, si kuna tazama, kuna kufanyaje. Kwa sasa sijaona mimi sababu ya kukosa kututengenezea tarafa road tu, basi tusaidie. Kwani hizi kero zimekoza muda mrefu sana. Tusaidieni bwana. Eneo letu lina wafanyabiashara kwa makadirio wasiopungua 2000. Kwa hiyo kutokana na idadi ya wafanyabiashara wetu sisi ni lazima kuwe na huduma bora ya vyoo ili kulinda mazingira na afya za watu wetu. Maana ni kero ambayo inatusumbua kwa miaka mingi kama viongozi. Watu wanalalamika huduma hafifu ya sehemu hii. Kama unavyoona hapo mbele kuna pipa la maji na hayo madumu unaona hapo. Hayo mapipa ya maji na madumu, it means watu wanatakiwa wachukue maji au kuna mtu ambaye analeta maji and then mtu apimiwe maji ili aingie nayo chooni. Kama unavyojua choo cha kuflash ni choo ambacho kinahitaji maji mengi. Lakini kwa aina hii ya huduma hii ya maji tayari imekuwa ni kero kwa sababu inakulazimu kupimiwa maji ili kufanya huduma yako hiyo ambayo unataka kuifanya. Maji unayopimiwa unauziwa ama ni yanaingia kwenye package ya maji? Hauziwi. Hiyo ni sehemu ya packaging yako, kile ambacho utakuwa umekilipia wewe. Lakini tunaamini hiki choo kutokana na mazingira yetu na eneo letu husika, hiki choo kinatakiwa kiwe na miundombinu bora. Hilo ni moja. Lakini kero nyingine ambayo watu wangu au wafanyabiashara wetu wanalalamikia ni location moja kwenye eneo hili. Kama ambavyo umezunguka kwenye mnada mzima, tuna choo kwenye eneo moja, ni location moja tu. Sisi tupo zaidi ya watu 3000 tukichanganya na wale ambao wanakuja kununua ng'ombe mchana. Wote tunategemea kuja kwenye uelekeo mmoja kupata huduma ya choo. Just imagine tunaishi kwenye jamii ambayo wengine wana sukari, wengine wana maradhi tofauti tofauti. Mimi kama mwenyekiti wa mazingira kuna muda nakutana na mtu anajisaidia ukutani. Natamani kumchukulia hatua au napaswa kumchukulia hatua kama kiongozi. Lakini nakutana na utetezi ambao mimi kama binadamu na mimi unanigusa. Mtu anakuambia kijana wangu mimi nina sukari. Hebu pima distance ya choo kilipo na hapa ninapojisaidia. Inawezekana kwa kiongozi kwa sababu nasimamia sheria nisimuelewe. Lakini kwenye issue binadamu inarudi kwamba je, mimi ningekuwa na hiyo sukari ningeweza kupiga hizo stage kufika kwenye hiko choo? Kwa hiyo kwa mamlaka natamani au naomba kwa sababu naamini serikali inaweza. Sisi kama wadau tunaomba huduma hii ya choo ni bora, ni lazima iwepo kwetu, ni lazima kiafya, lakini pia iwe bora. Lakini pia isiwe kwenye location moja. Kwa sababu mnada ni mkubwa na population ya watu pia ni kubwa. Tunatamani watu wa manispaa ambao ndo kifupi ndio wenye huu mradi, tunatamani watusogezee hii huduma kwenye location tofauti kwenye eneo hili. Yes. Kwa majina naitwa Edward Limbu Ntemi, ni mwenyekiti wa wafanyabiashara Pugu Mnadani. Ndugu waandishi wa habari, mimi cha kwanza ni washukuru na niwapongeze kwa kufika kuja kwenye mnada wetu leo, kuja kuangalia changamoto. Na kipekee kabisa nipongeze serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi inazoendelea kuzifanya hususan kwa eneo letu la mnada. Changamoto ndogo ndogo zipo, lakini serikali kuna kazi kubwa iliyoifanya. Nakumbuka kipindi cha nyuma hatakuwa na uzio wa mnada, lakini leo tunapozungumza na ninyi ndugu waandishi wa habari, mnada wetu una uzio. Kwenye mnada wa ng'ombe tuna uzio pamoja na mnada wa mbuzi tuna uzio. Labda changamoto ndogo ndogo zinazotakiwa kurekebishwa kama yale mageti yanatakiwa yaboreshwe ili kusiwe na upotevu wa mifugo kama wadau walivyokuwa wakizungumza kwamba kuna wizi wa mifugo. Mimi kama mwenyekiti hili nalikanusha. Hatuna wizi wa mifugo, bali tuna upotevu wa ng'ombe mmoja mmoja. Lakini niombe tu serikali iweze kutusaidia. Na majuzi kati hapa tulikana uongozi wa mnada pamoja na mkuu wa kikosi cha jeshi la polisi, tukashauriana mambo yafuatayo. Moja ni kusajili wachungaji pamoja na watu wanaolala na mifugo pale. Nadhani
tukivifanya vile vitu, upotevu wa mifugo utakuwa umeisha kabisa, na lile zoezi linaanza kesho mara moja utekelezaji wake. Kwa hiyo ndugu waandishi wa habari, changamoto zipo. Mfano kama swala la maji lililozungumzwa na wadau, ni kweli maji yanaweza yakatoka kwa wiki mara moja. Tunaiomba serikali inayosimamiwa na Waziri Bashiru Ali waje watuangalie kwa jicho la tatu, ili mnada wetu uweze kupata maji ya kunywesha mifugo yetu. Na kipekee kabisa, waandishi wa habari, barabara hii nadhani hata ninyi mmejionea changamoto zinazotupata, hususan ni usafirishaji wa ng'ombe, pamoja na hata ninyi watu binafsi mnapopita na magari yenu, imekuwa ni kipengele. Ukiangalia hata hivi vifusi, waandishi wa habari, vilivyowekwa na hao watu waliopewa tenda ya kutengeneza hili barabara, navyo havina ubora, ni matope. Kwa hiyo niombe tu mimi usimamizi wa serikali, hususa kupitia hata mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, alione hili na aweze kupata hata muda wa kuja kututembelea na sisi wadau wa Pugu. Sisi hatuna shida wala hatuna migomo, waje watusikilize kero zetu, waweze kututatulia. Na kuna changamoto, kuna operation inayoendelea barabarani iliyoanzishwa na Wizara ya Mifugo na Uvuvi, inawaumiza sana wadau wangu wa mifugo. Wamekuwa wakipigwa faini bila kuzingatia hata makosa yenyewe. Unaweza ukapakia ng'ombe, labda ng'ombe moja, gari likabanana ukapunguza, unaandikiwa faini 500,000 mpaka 300,000. Kwa hiyo niombe serikali yangu sikivu ya Chama cha Mapinduzi inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan pamoja na watendaji wake akiwepo Waziri Mkuu, Makamu wa Rais, watuone sisi Wanapugu kwa jicho la pekee, kwa sababu sisi ni walipa ushuru wazuri, hatuna utoroshaji wa mifugo, watusaidie. Na kipekee kabisa niombe Wizara ya Mifugo itusaidie hao watu wanaotoka nje kwenda kuvamia kwenye minada yetu midogo kununua ng'ombe. Naomba hili Wizara ya Mifugo ilikomeshe. Wanunuzi wa mifugo wote wanaoenda kununua ng'ombe wanatakiwa waje wanunue kwenye minada hii ya mnada wetu wa Pugu ambao ni mnada wa kitaifa. Na mkoa wa Dar es Salaam ninaomba ipunguze minada bubu. Minada bubu imekuwa ni mingi mno. Ndio maana wakati mwingine tunajikuta hata Pugu ng'ombe wanakuwa wachache, wengine wanapitilizwa kwenda sehemu ambazo hazijulikani. Lakini sisi tumekuwa tukionewa, tukipigwa faini na tukiwa tunaleta ng'ombe moja kwa moja Pugu. Niombe sana serikali ya Chama cha Mapinduzi pamoja na Wizara ya Maendeleo ya Mifugo na Uvuvi ituangalie kwa upekee, na hata mazingira yanayotuzunguka. Nadhani ninyi waandishi wa habari mmefika, mmejionea vyoo ni vichache. Tunaomba tuongezewe vyoo ili tuweze kupata huduma zinazolingana na mnada wetu, na hata watu wetu wanaosafiri na mifugo wapate hata eneo la kupumzikia wanaposhusha mifugo yao usiku, wapate eneo la kwenda kupumzika, kwa sababu hawa vijana wanahangaika. Anaweza akatembea siku 3 mpaka 4 yuko njiani, lakini anaposhusha mifugo hamna hata sehemu ya kupumzikia. Kwa hiyo ndugu waandishi wa habari, mimi niwashukuru na niwapongeze kwa kuja kututembelea. Sisi tutaendelea kushirikiana na mkuu wa mnada kuboresha mnada na kuhakikisha hiki walichokuwa kikizungumza wadau kinaisha kabisa cha upotevu wa ng'ombe. Mimi nazungumza kama mwenyekiti niliyepigiwa kura na wadau, nikaaminiwa kuyasimamia haya, na ndio maana leo hapa mpo tuko na ninyi. Asanteni sana waandishi wa habari. Kwa majina naitwa Edward Limbu Ntemi, ni mwenyekiti wa wafanyabiashara Pugu mnadani. Ndugu waandishi wa habari, mimi cha kwanza ni washukuru na niwapongeze kwa kufika kuja kwenye mnada wetu leo, kuja kuangalia changamoto. Na kipekee kabisa nipongeze serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi inazoendelea kuzifanya, hususan kwa eneo letu la mnada. Changamoto ndogo ndogo zipo, lakini serikali kuna kazi kubwa iliyoifanya. Nakumbuka kipindi cha nyuma hatukuwa na uzio wa mnada, lakini leo tunapozungumza na ninyi ndugu waandishi wa habari, mnada wetu una uzio. Kwenye mnada wa ng'ombe tuna uzio pamoja
na mnada wa mbuzi tuna uzio. Labda changamoto ndogo ndogo zinazotakiwa kurekebishwa kama yale mageti yanatakiwa yaboreshwe ili kusiwe na upotevu wa mifugo kama wadau walivyokuwa wakizungumza kwamba kuna wizi wa mifugo. Mimi kama mwenyekiti hili nalikanusha. Hatuna wizi wa mifugo, bali tuna upotevu wa ng'ombe mmoja mmoja. Lakini niombe tu serikali iweze kutusaidia. Na majuzi kati hapa tulikana uongozi wa mnada pamoja na mkuu wa kikosi cha jeshi la polisi, tukashauriana mambo yafuatayo. Moja ni kusajili wachungaji pamoja na watu wanaolala na mifugo pale. Nadhani tukivifanya vile vitu, upotevu wa mifugo utakuwa umeisha kabisa, na lile zoezi linaanza kesho mara moja utekelezaji wake. Kwa hiyo ndugu waandishi wa habari, changamoto zipo. Mfano kama swala la maji lililozungumzwa na wadau, ni kweli maji yanaweza yakatoka kwa wiki mara moja. Tunaiomba serikali inayosimamiwa na Waziri Bashiru Ali waje watuangalie kwa jicho la tatu ili mnada wetu uweze kupata maji ya kunywesha mifugo yetu. Na kipekee kabisa, waandishi wa habari, barabara hii nadhani hata ninyi mmejionea changamoto zinazotupata, hususan ni usafirishaji wa ng'ombe, pamoja na hata ninyi watu binafsi mnapopita na magari yenu, imekuwa ni kipengele. Ukiangalia hata hivi vifusi, waandishi wa habari, vilivyowekwa na hao watu waliopewa tenda ya kutengeneza hili barabara, navyo havina ubora, ni matope. Kwa hiyo niombe tu mimi usimamizi wa serikali, hususa kupitia hata mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, alione hili na aweze kupata hata muda wa kuja kututembelea na sisi wadau wa Pugu. Sisi hatuna shida wala hatuna migomo, waje watusikilize kero zetu, waweze kututatulia. Na kuna changamoto, kuna operation inayoendelea barabarani iliyoanzishwa na Wizara ya Mifugo na Uvuvi, inawaumiza sana wadau wangu wa mifugo. Wamekuwa wakipigwa faini bila kuzingatia hata makosa yenyewe. Unaweza ukapakia ng'ombe, labda ng'ombe moja, gari likabanana ukapunguza, unaandikiwa faini 500,000 mpaka 300,000. Kwa hiyo niombe serikali yangu sikivu ya Chama cha Mapinduzi inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan pamoja na watendaji wake akiwepo Waziri Mkuu, Makamu wa Rais, watuone sisi Wanapugu kwa jicho la pekee, kwa sababu sisi ni walipa ushuru wazuri. Hatuna utoroshaji wa mifugo, watusaidie. Na kipekee kabisa niombe Wizara ya Mifugo itusaidie hao watu wanaotoka nje kwenda kuvamia kwenye minada yetu midogo kununua ng'ombe. Naomba hili Wizara ya Mifugo ilikomeshe. Wanunuzi wa mifugo wote wanaoenda kununua ng'ombe wanatakiwa waje wanunue kwenye minada hii ya mnada wetu wa Pugu ambao ni mnada wa kitaifa. Na mkoa wa Dar es Salaam ninaomba ipunguze minada bubu. Minada bubu imekuwa ni mingi mno. Ndio maana wakati mwingine tunajikuta hata Pugu ng'ombe wanakuwa wachache, wengine wanapitilizwa kwenda sehemu ambazo hazijulikani. Lakini sisi tumekuwa tukionewa, tukipigwa faini na tukiwa tunaleta ng'ombe moja kwa moja Pugu. Niombe sana serikali ya Chama cha Mapinduzi pamoja na Wizara ya Maendeleo ya Mifugo na Uvuvi ituangalie kwa upekee, na hata mazingira yanayotuzunguka. Nadhani ninyi waandishi wa habari mmefika, mmejionea vyoo ni vichache. Tunaomba tuongezewe vyoo ili tuweze kupata huduma zinazolingana na mnada wetu, na hata watu wetu wanaosafiri na mifugo wapate hata eneo la kupumzikia. Wanaposhusha mifugo yao usiku, wapate eneo la kwenda kupumzika, kwa sababu hawa vijana wanahangaika. Anaweza akatembea siku 3 mpaka 4 yuko njiani, lakini anaposhusha mifugo hamna hata sehemu ya kupumzikia. Kwa hiyo ndugu waandishi wa habari, mimi niwashukuru na niwapongeze kwa kuja kututembelea. Sisi tutaendelea kushirikiana na mkuu wa mnada kuboresha mnada na kuhakikisha hiki walichokuwa kikizungumza wadau kinaisha kabisa, cha upotevu wa ng'ombe. Mimi nazungumza kama mwenyekiti niliyepigiwa kura na wadau, nikaaminiwa kuyasimamia haya, na ndio maana leo hapa mpo tuko na ninyi. Asanteni sana waandishi wa habari.